nami nimezitumainia fadhili zako. Moyo wangu na ufurahie wokovu wako, nami nimezitumainia fadhili zako. Moyo wangu na ufurahie wokovu wako. Leo tarehe 29 mwezi wa 4, Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Katarina wa Siena aliyezaliwa mwaka 1347 mjini Siena, Italia. Alikuwa mtoto wa 24 kati ya watoto 25 wa familia ya Benincasa. Tangu akiwa mdogo, alionyesha upendo wa kipekee kwa Mungu na alitoa nadhiri ya ubikira akiwa na umri wa miaka 7. Aliungana na shirika la watu watatu wa Dominiko, yaani Third Order of St. Dominic, ambapo aliishi maisha ya sala, toba kali na huduma kwa wagonjwa na maskini. Katarina alipokea maono mengi ya kiroho na alikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Yesu Kristo. Licha ya maisha ya ndani ya sala, alijitosa pia kwenye masuala ya kijamii na kanisa kwa ujumla. Alijitahidi sana kuleta amani kati ya miji iliyokuwa ikigombana na alimshawishi Papa Gregor wa 11 kuhamisha makao ya upapa kutoka Avignon, Ufaransa, kurudi Roma, hatua muhimu katika kuimarisha mshikamano wa kanisa. Aliandika barua zaidi ya 400 kwa viongozi wa serikali na wa kanisa, pamoja na kazi yake kubwa ya kiroho, mazungumzo juu ya maongozi ya kimungu, yaani The Dialogue of Divine Providence. Uandishi wake ulijikita katika kuhimiza upendo wa kweli kwa Mungu, mageuzi ya maisha ya Kikristo na utii wa kanisa. Katarina alikumbana na changamoto nyingi, akihusisha mateso ya kimwili na ya kiroho, lakini aliendelea kuwa mwaminifu hadi mwisho. Alifariki dunia mwaka 1380 akiwa na umri wa miaka 33 mjini Roma. Mtakatifu Katarina wa Siena alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1461 na Papa Pius wa pili. Mwaka 1970 alitangazwa kuwa mwalimu wa kanisa na Papa Paulo wa 6. Heshima inayotolewa kwa watakatifu wachache waliotoa mchango mkubwa na mafundisho katika imani ya kanisa. Mwaka 1999 Papa Yohane Paulo wa pili alimtangaza kuwa msimamizi mshirikishi wa bara la Ulaya, akimtambua kama mfano wa utakatifu, hekima na juhudi za kuunganisha watu kwa amani. Mtakatifu Katarina wa Siena anaheshimiwa kama mfano wa imani isiyoteteleka, sala ya kina na huduma ya kujitolea kwa ajili ya kanisa na jamii. Mtakatifu Katarina wa Siena pamoja na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Fadhili zako, moyo wangu na ufurahie wokovu